tujipigie makofi sana. Kwa awamu ya kwanza tumevuka lengo. Tumefika zaidi ya 121%. Kwa hiyo ni matumaini yangu pia mikakati yetu ambayo tuliitumia na ile tutakayoiongeza tutavuka zaidi lengo kwa awamu inayokuja ya pili. Ndugu washiriki, chanjo ya polio ni salama sana, lakini bure na imethibitishwa kitaalamu. Napenda kusisitiza kwamba kila mtoto chini ya miaka 10 anapaswa kupata chanjo, hata kama tayari amewahi kupata chanjo au kuchanjwa katika awamu zilizopita. Hii ni kwa sababu chanjo za ziada huongeza kinga na kusaidia kumaliza kabisa ugonjwa huu katika jamii yetu. Ikumbukwe kuwa magonjwa na maradhi ni adui kubwa kabisa wa taifa letu. Nafikiri mnaelewa wale maadui. Kwa hiyo magonjwa na maradhi ni mojawapo ya maadui wakubwa na ni kikwazo kwa maendeleo na ustawi wa jamii yetu. Kwa hiyo tuna wajibu wa kupambana kwa hali na dhati kupambana na huyo adui. Ndugu washiriki, afya ya mtoto ni msingi wa maendeleo ya taifa. Mtoto mwenye afya njema na ana nafasi ya kukua, kusoma na baadaye kulijenga taifa letu. Hivyo basi tushirikiane katika kampeni hii. Tutakuwa tunalinda mustakabali wa taifa letu. Natoa wito kwa viongozi wa dini, viongozi wa mila, viongozi wa mitaa, walimu, wadau wote wa maendeleo kuendelea kutoa elimu kwa wanajamii kuhusiana na umuhimu wa chanjo hii. Pia nawaomba wazazi na walezi msisikilize taarifa zisizokuwa sahihi kuhusu chanjo. Badala yake fuateni ushauri wa wataalamu wa afya. Kwa pamoja tunaweza kuhakikisha Tanzania inabaki huru dhidi ya ugonjwa wa polio. Mwisho, napenda kuwahimiza wazazi na walezi wote, waleteni watoto wenu kupata chanjo ya polio katika vituo vya afya vilivyo katika au karibu nanyi na kupitia watoa huduma wa afya ambao watapita majumbani katika mashule na lengo kuhakikisha kuwa watoto wanaostahili kupata chanjo wanafikiwa na kupata huduma hii. Tuchukue hatua leo kulinda kesho ya watoto. Tunajua kinga ni bora kuliko tiba, hivyo sisi ni mabalozi wazuri kwa ajili ya kueneza kampeni ya kuwasihi wazazi na walezi kuhakikisha watoto waliofika umri wa kupata chanjo hii ya polio wanapata chanjo kwa haraka. Leo ni kikao rasmi cha huduma za afya ya msingi PHC, ambavyo kwanza tunakwenda kutathmini kazi tuliyoifanya kwa awamu ya kwanza, lakini na kutoa mrejesho wa changamoto ambazo tulikutana nazo wakati tunafanya zoezi lile. Lakini jambo la pili la msingi ni namna tulivyojipanga kwenda kulifanya zoezi hili la awamu ya pili ya chanjo hii ya polio. Kwa hiyo tutakuwa na wasilisho fupi ambalo litakwenda kuwekwa mbele yetu na afisa chanjo wa wilaya, na kama kutakuwa na swali na mchango wa mawazo pale kwenye kuboresha, basi Mheshimiwa mgeni rasmi, tutaomba kwa ridhaa yako utatupa nafasi ya kujadili angalau dakika kama 10. Ahmed Biarugaba, mratibu wa huduma za chanjo wa halmashauri ya wilaya ya Tarime. Nipo hapa kuwapitisha katika wasilisho la mafunzo kwa wadau wenye ushawishi kutoka kwenye jamii, kampeni ya chanjo ya polio ya matone kitaifa. Kwa upande wa tangulizi, ugonjwa wa polio umekuwa ni tishio kwa miaka mingi hapa duniani, na kwa upande wa Tanzania ugonjwa huu, mgonjwa wa mwisho alipatikana mwezi Julai 1996, na kufuatia uthibitisho wa uwepo wa virusi vya ugonjwa wa polio katika sampuli za majitaka mkoani Mwanza. Hivyo Wizara ya Afya kwa kushirikiana na Ofisi ya Waziri Mkuu, TAMISEMI na wadau wa chanjo
ikapanga kutekeleza chanjo hii ambayo tulifanya awamu ya kwanza mwezi Machi tarehe 24 mpaka tarehe 27, na kampeni hii ililenga kuimarisha kinga kwa jamii dhidi ya ugonjwa huu hatari wa polio. Utoaji wa chanjo hii ya polio unatolewa kwa njia ya matone, ambapo matone yale yanapewa mtoto mdomoni pekee, haitolewi kwa njia ya sindano kwa maana ya hii chanjo ya OPV. Lakini pia mzunguko wa kampeni, mtoto anatakiwa apatiwe matone mawili bila kuzingatia historia ya awali ya chanjo aliyopokea, kwa maana kwamba hata kama alipata chanjo ya awali anapewa chanjo hii tena. Lakini pia chanjo hii haihusiani na ile ratiba ya kawaida ya chanjo ya kliniki. Kwa kuangalia zoezi la awamu ya kwanza la Machi 24 mpaka 27, halmashauri yetu kama alivyosema Mheshimiwa Mwenyekiti, tulikuwa na walengwa watoto chini ya miaka 10 151,556, lakini tulifanikiwa kuwafikia walengwa 184,365 sawa na 121%. Na kwa awamu hii tumejipanga kuwafikia wale walengwa ambao walikuwa wamepata chanjo kwenye awamu ya kwanza ambao ni 121%, ile target ya mwanzoni ambao ni 184,365. Lakini pia sambamba na kampeni hii pia tutafanya ufuatiliaji na uibuaji wa watoto wenye dalili za ugonjwa wa polio kwa maana ya acute flaccid paralysis. Lakini pia tumedhamiria kuwatambua pia watoto ambao walikosa dozi ya chanjo hata moja kwa maana ya 0 dose. Na kwa maandalizi ya kampeni hii ya awamu ya pili, tayari ofisi ya mganga mkuu imekwisha pokea dozi 1,093,600 za chanjo ya OPV pamoja na vifaa vingine kwa ajili ya utekelezaji wa kampeni hii. Sasa hiyo ilikuwa ni assessment ya round 1 na namna tulivyojipanga kutekeleza round 2. Lengo kuu la kikao hichi kwa maana ya kikao hichi cha wadau wenye ushawishi katika jamii ni kuongeza uelewa wa wadau kuhusu ugonjwa huu wa polio. Ndio maana unaona tumesambaza hii peperushi, kama mkipata muda mnaweza mkapitia ili kuongeza uelewa zaidi kuhusu ugonjwa wa polio. Lakini pia hii chanjo ina faida gani kwa jamii yetu. Malengo mahususi ya kikao sasa ambayo tutatoka nayo hapa ni kueleza kwa usahihi muktadha wa kampeni ya polio na umuhimu wake, kufanya uhamasishaji wa chanjo kwa usahihi kwa jamii, lakini pia kushughulikia uvumi, hofu na taarifa potofu ambazo zitaibuka kuhusu chanjo hii ya polio, lakini kuwa mabalozi wa kuelimisha jamii kuhusu chanjo zote, hususan ugonjwa hatari wa polio, kwa maana hata zile chanjo nyingine ambazo tunazitoa sisi ndio tuwe mabalozi wa kuelezea umuhimu wa chanjo hizo, lakini pia kuwahimiza wadau kujielimisha katika afua za kila siku zitolewazo na sekta ya afya, kwa maana zile afua zetu nyingine za huduma ya afya, kuwahimiza wanahabari toka vyombo vyetu kuona umuhimu wa kuwa na habari zinazohusu masuala ya afya hasa chanjo. Sababu zilizotupelekea kufanya kampeni ya polio. Wadau wanapaswa kuelewa na kueleza kwa jamii kuwa kampeni inalenga kuzuia mlipuko kabla haujatokea, kwa maana zile sampuli zilizochukuliwa pale Mwanza na kugundulika kwamba kuna virusi hivi vya polio, ni kwamba ilionyesha tishio la uwezekano wa kutokea ugonjwa wa polio, lakini mpaka sasa hakuna mgonjwa wote aliyoripotiwa kuwa na ugonjwa wa polio. Kwa hiyo tunataka tuchukue tahadhari kabla ya hatari. Lakini pia kila dozi ya ziada huongeza kinga kwa jamii. Kuna mwingine anaweza akahoji kwamba kwa nini tunatoa chanjo ya polio katika vituo vyetu vya huduma afu tena tunakuja kufanya tena na hii kampeni. Ni kwa ajili ya kuongeza kinga.
Watoto wote chini ya miaka 10 wanapaswa kupata chanjo hata kama walishapata chanjo hapo awali, lakini pia na ile kampeni ya mwezi Machi, kwa maana hii inakuja kama dozi ya pili. Sababu ya kufanya kampeni ya chanjo ya matone ya polio: kuimarisha kinga ya mwili, kuzuia maambukizi ya virusi vya polio, kuwakinga watoto dhidi ya ulemavu wa kudumu na madhara mengineyo. Lakini pia kumbuka, hakuna mtoto yote aliyothibitika, hii nimeshaeleza hapo awali kwamba hatuna mgonjwa wa polio katika nchi yetu ya Tanzania, lakini hii tunachukua kama tahadhari. Usalama na ufanisi wa chanjo, huu ndio ujumbe ambao tunatakiwa kuondoka nao. Kuna watu walikuwa wanatoa uvumi kwamba chanjo hii ina madhara, labda ina changamoto kadha wa kadha, lakini chanjo hii ya polio ya matone ni salama, haina madhara yoyote, lakini pia imethibitishwa na Shirika la Afya Duniani na Wizara ya Afya pamoja na Mamlaka ya Dawa na Vifaa Tiba kwa maana ya TMDA.